Just on the stroke of midnight, the governor and the prime minister saluted the new flag. Tangu wakati wa uhuru, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuwa ikisisitiza suala la afya na lishe bora, na hivyo kumekuwa na jitihada mbalimbali katika awamu tofauti za uongozi zenye lengo la kupunguza matatizo makubwa ya lishe yanayoikabili nchi yetu. Na katika kutekeleza majukumu yake mbalimbali, serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi mahiri wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan nayo imekuwa mstari wa mbele katika kusukuma ajenda ya lishe kitaifa, kikanda na kimataifa, ikifahamu fika lishe bora ni msingi wa nguvu kazi imara. Kisoma kasi ya kupungua kwa udumavu nchini, ninaona bado tunalo jukumu kubwa la kufanya. Ndugu viongozi na wananchi, swala la udumavu lichukuliwe kwa uzito mkubwa. Hili ni swala la ustawi wa jamii na ni swala la usalama wa nchi. Katika muktadha huu, serikali imeendelea kusimamia uandaji wa mikakati, mipango na miongozo mbalimbali ya kuongoza utekelezaji wa afua za lishe nchini. Wizara ya Afya ikiongozwa kwa umakini na Mheshimiwa Waziri Ummy Mwalimu ilikabidhi Taasisi ya Chakula na Lishe Tanzania jukumu la kuandaa mwongozo wa taifa wa chakula na ulaji uliozinduliwa rasmi tarehe 16 mwezi wa 11 2023 katika soko kuu la Kisutu jijini Dar es Salaam. Nataka niwahakikishie Watanzania mwongozo huu unaweza kutumiwa na kila Mtanzania, awe mjini, awe kijijini, awe tajiri, awe maskini. Ni mwongozo ambao unaakisi mazingira ya Kitanzania. Mtu ni afya na afya ni mtaji. Karibu katika mfululizo wa vipindi vyetu vya lishe bora ni mtaji. Vipindi hivi vinaletwa kwenu na Shirika la Chakula na Kilimo la Umoja wa Mataifa, yani FAO, kwa kushirikiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Kilimo na Taasisi ya Chakula na Lishe, yani TFNC, chini ya mradi wa AgriConnect unaofadhiliwa na Umoja wa Ulaya. Jina langu naitwa Victor Mapile. Karibu. Lishe bora ni mtaji, ukuaji wa mtu. Lishe bora ni mtaji, maendeleo ya elimu. Lishe bora ni mtaji, kwa uchumi wa mtu binafsi. Lishe bora ni mtaji, kwa maendeleo ya taifa letu. Lishe bora ni muhimu kwa maisha yetu. Katika kukuletea kipindi chetu cha leo, tumemkaribisha mwanahabari na mtangazaji mkongwe Mr. Masud Kipanya kutokea Clouds FM, lakini atashirikiana na Bi Stella Kimambo ambaye ni mtaalamu wa lishe kutoka FAO, yani FAO. Kwa pamoja watatupikia mlo wa mchana kwa mtu wa kawaida, yani marika mbalimbali kutokea upande wa Tanzania bara. Karibu tuwe sote katika kipindi hiki. Vipindi hivi vimeandaliwa ili kuelimisha aina mbalimbali ya vyakula kwa kuzingatia makundi 6 ya chakula kama ilivyoainishwa na miongozo ya kitaifa ya chakula na ulaji. Victor, asante sana kwa kutukaribisha kwenye jiko la lishe bora ni mtaji. Nimefurahi sana kwa sababu na mimi vile vile nimekuwa kutumia katuni, nimekuwa nikiwahamasisha sana wasomaji wa katuni zangu kuhusiana na kula chakula ambacho kiko katika mpangilio, sio kula hovyo. Sasa kwa watazamaji wetu, leo nikiangalia hapa katika gurudumu letu kuna vyakula vya aina mbalimbali. Nazo nisivitaji vyote, lakini naona kuna ndizi hapo, naona kuna ngano, ndio, lakini naona kuna viazi vile vile vya aina mbalimbali. Huku kuna matunda, machungwa, mapapai, naona zabibu, alafu kuna biringanya, kuna carrot. Huku naona kuna maharage na aina nyingine ya vyakula, lakini pia kuna samaki, kuna maziwa, kuna nyama, kuku na vitu vya namna hiyo. Yes. Sasa hapa nimeona kuna wadudu, kuna nini? Leo unatupikia nini? Kuna senene. Yupo hapo, kuna kumbikumbi yupo. Yes. Leo unapika nini katika hii sahani ya mfano wa Tanzania? Mimi leo nawatengenezea, natoa kitu cha makange.
Sawa, nitatoa kitu cha makange ya mbuzi. Si ndio bwana? Lakini pia nitawatayarishia na matunda. Mengineyo nitakuachia wewe. Wewe utafanya nini? Mimi nitapika njugu. Naenda Dodoma napika mlenda na nitapika ugali wa mtama. Ugali wa mtama? Kabisa. Safi kabisa. Tena mtama mwekundu. Safi. Mimi nafikiri tungekwenda kwenye jiko tuanze kazi moja kwa moja. Tunao mikono tuanze kazi. Usafi manake ni kitu cha msingi sana kwenye masuala ya mapishi. Na niliwahi kupita jiko moja nikaambiwa ukiwa unapika saa weka pembeni. Kabisa. Sijui kwa sababu gani lakini nafikiri kuna masuala ya usafi. Sawa. Kwa nafikiri kwa kuwa unapopika lazima uwe msafi, kwa hatua ya kwanza kabla hujafanya chochote ni kuhakikisha kwamba unanawa, si ndio? Kwa sababu mikono yetu inashika vitu vingi sana. Lazima mwenyeji wetu atuwashie jiko. Victor, naomba niwashie na mimi hapa. Kwa hiyo tufanye hapa, nachukua mafuta, sawa? Nachukua na kijiko, kila kitu kinaenda kwa vipimo. So lazima uwe na chupa kama hii ya kwetu. Ila ni muhimu kupima mafuta, maana usipopima hivyo na kijiko unamimina mengi. Kwa lazima kijiko. Kwa hiyo lengo hapo ni kupunguza uwekaji wa mafuta mengi, maana wengine wanafikiri kwamba chakula ni mafuta. Mafuta Kwa kimoja tu kinatosha maana. Kimoja kinachotosha na nyama yetu itakuwa tamu. Ningekuwa peke yangu ningekata 6. Unahitaji. Ni kimoja tu kinatosha. Kimoja kinatosha. Nimekwambia si lazima sana chupa yako iwe kama hii, lakini ukiwa na kijiko kikubwa kama hiki kinatosha kufanya kupima. Hapa nina njugu. Njugu mawe. Njugu mawe. Unajua kusema njugu tu hivi hivyo watu nafikiri karanga. Nina njugu mawe. Hizo hapo nzuri kabisa. Na tutakwenda kupika simple, na mimi nitaomba mafuta kidogo hapo na kile kijiko chetu. Kijiko kipo, mafuta haya hapa. Asante sana. Nami pia naweka mafuta kidogo. Kwa sababu lazima kijiko kijai manake. Lakini kwa sababu nyama kwa sababu kila kitu tunaweka mafuta. Kina mambo yake. Haya yanatosha, bado nitaweka na vitu vingine vizuri. Naomba na vitunguu hivyo. Unaanza na vitunguu. Mimi nasubiri mafuta yangu yachemke hapo kidogo. Mimi mafuta yangu yameshaanza kupata moto hapa, si ndio? Sasa unaweka nyama hapo. Nimesema natoa kitu cha makange ya mbuzi. Nitaweka nyanya kidogo. Nitaweka pia na hoho. Na nitaweka na chumvi kidogo, na wewe pia unahitaji. Naona sasa nyama inanukia kweli kweli hapa. Nyama inanukia, na unajua uzuri kuna watu wengine wanapenda ndimu kidogo. Kwa hiyo unachofanya, nilikuwa namuona mamangu akipika akikamua, akamui moja kwa moja kwa sababu kuna mbegu. Kwa hiyo kidogo anaweka kwenye mwiko. Anaweka kwenye mwiko kwa ajili. Hii nao ni teknolojia hii. Sema tu tujaweka kwenye vitabu. Hatujaweka ndio. Kidogo hivi. Sawa. Alafu naendelea unaikoroga kwa ajili ya kupata mchanganyiko. Sawa. Lakini kule tena naona kuna hapa pana mlenda. Ipo milenda ya aina mbalimbali. Lakini leo nimekwenda kuwapikia mlenda wa maboga na bamia. Na bamia. Huu ni mrahisi sana. Hauna kazi ngumu. Hauna kazi ngumu. Ongeza tu maji hapa. Ukiongeza maji unaacha uchemke. Sawa. Chemka, unakula na ugali wako wa mtama safi kabisa. Huku Masudi tunaendelea nini hiyo tena inawekwa? Hizi zote vikorombozo hivi hapa na hii ni wanasema ni hoho kidogo. Pilipili tamu. Pilipili tamu haiwashi. Sawa, na yenyewe pia naipa. Naongeza flavor hapo. Alafu nikimaliza nakwenda kuchukua carrot pia. Na yenyewe carrot naweka mzigo pale kiasi. Hiyo yote ni makundi ya makundi ya mboga, sio? Yes, mboga. Hapo tuna nyama, tuna mboga huko ndani. Yes, nimeanza na garlic kidogo, alafu nikachukua vitunguu kwanza maji, kisha nachukua hoho, alafu namalizia na carrot. Na unajua hivi vitu vyote kwenye mwili wa binadamu vina msingi. Sawa. Ndio tunapata yale makundi tulikuwa tunaongea kule, makundi 6. Sawa. Taweka chumvi kidogo. Kwenye mlenda. Masudi sasa hivi kuna watu wanakula chumvi. Hebu waambie watu kuhusiana na chumvi. Wanakula chumvi sana kwenye chakula. Shida, kwa nini chumvi ina shida?
Chumvi ina shida katika mwili wetu kwa ajili ya ni mchanganyiko, unajua chumvi sodium chloride Yeah. Kwa hiyo ile sodium inapozidi mwilini sio nzuri. Okay. Inasababisha mishipa inakakamaa. Okay. Inasababisha matatizo ya afya inapokuwa nyingi, inapopitiliza. Nilikuwa nikisikia mtu amekula chumvi nyingi ndio kwamba kazeeka vizuri. Usemi kumbe sio manake. Usemi nafikiri ndio umetupotosha Okay. Kula chumvi nyingi kwamba ameishi miaka mingi. Ameishi miaka mingi. Kwa sababu gani unajua? Chumvi inatumika kuhifadhia. Inatumika kuhifadhia vyakula. Okay. Kama samaki, nyama. Kwa hiyo sasa walikuwa wanaona kwa sababu inatumika kuhifadhia chakula, basi huo usemi ndio ukaja sasa. Hiyo njugu tayari. Njugu tayari hapa nakaribia kusonga tu ugali sasa. Hapa mimi ni kama nimemaliza hapa. Okay. Wakati naacha vitu vinaendelea, unanyanya, sio? Mwalimu wangu ataniambia. Nyanya ndio nimweke nyanya. Inatosha. Nyanya nimeshaweka. Tusiweke nyanya. Sawa. Wakati haya yanaendelea na dada Stella pamoja na Makange naendelea, mimi nakwenda sasa kuwakatia matunda. Na leo tutapata tunda la papai pamoja na zabibu. Lakini kama alivyosema dada Stella mwanzoni kabisa, na mimi nasisitiza kwamba usafi ni kitu cha msingi sana sana sana. Kwa hiyo hakikisha tunda lako unaliosha vizuri sana. Unaliosha vizuri sana, na lakini pia usisahau hata maji pia tumia vizuri. Mimi ninavyotumia maji vizuri tumie maji kwa kiwango ambacho usipitilize. Hapo unaweza kuongeza unga. Sasa hivi hapa nilipofikia siwezi tena kuongeza unga. Okay. Lakini tayari umeshapata kiwango fulani cha ugumu. Sasa ukiongeza unga sasa hivi unakuwa na yale matoto. Unajua Ndio. Yaani unga unatakiwa uweke mapema. Hapa ulipofikia ni kuiva, sasa nataka uive. Unaweza ukafunika tena. Nafunika tena. Kwa dakika ngapi? Unafunika tena kwa muda kidogo. Unajua tena kina mama zetu kwa tunapika kwa macho tu. Hizo dakika wanakadiria. Tunakadiria. Tulikuwa hatutumii sana dakika kupita kwa sababu ya aina ya nini? Ya moto. Lakini hawakosei, unajua. Hatukosei. Hakitoki kitu ambacho kimeungua. Hakitoki kimeungua. Hapana. Si ndio? Zamani tulikuwa tunaambia unautupa kidogo ukutani. Ugali? Ili ukianguka unajua umeiva. Ukiutupa ukanata. Yes, chakula chetu kimesha kamilika. Umeona kuna ugali ulikuwa unapikwa hapo wa mtama, lakini pia mimi nimepika makange ya mbuzi. Dada Stella pia akawa amepika njugu mawe zilizochanganywa na nazi na mafuta, lakini pia kulikuwa kuna mlenda. Sasa vyote hivi vimekamilika na kukaribisha mezani kwa ajili ya kula. Lakini moja kati ya vitu vya msingi ni kuhakikisha kwamba pale ulipopatumia kupikia, kwa maana ya jikoni, panaendelea kubaki safi. Bwana, baada ya mapishi ya muda mrefu sana, hatimaye msosi wetu umekamilika na nakukaribisha mezani kwa ajili ya kufaidi. Hebu anza kupakua kwanza. Okay. Sawa. Fanya kwa vitendo sasa. Nini kwa vitendo? Sasa kwa sababu watu wananiangalia, nitajifanya naweka kidogo sana. Unatakiwa ngumi. Ila ukizima kamera. Size kama ya ngumi inatosha kabisa. Inatosha. Kwa kazi yako. Kwenye kuchora katuni kunahitaji nguvu sana. Kuhitaji ndio maana nakwambia ule kidogo. Kidogo Ungekuwa unaenda kufanya kazi ngumu ungeongeza. Sasa sema unajua na yenyewe pia. Unaenda kukaa. Akili inahitaji sana mabavu mengi. Na mboga, karibu kuna mlenda wetu hapa. Mlenda uko hapa. Ngoja nianze na mlenda alafu tena tashuka na mimi naenda na kwanza choroko hapa. Njugu mawe. Njugu mawe. Sio choroko, hizo ni njugu mawe. Njugu mawe. Nakwenda kwa mbuzi. Bwana, ni chakula ambacho ukikitazama kinapatikana. Yaani ni bamia unatakiwa uongeze at least ifike kipawa hicho kijae. Sio sisi tumezoea ugali unakuwa huo alafu tena mboga kidogo. Mboga inatakiwa iwe kwa siku unatakiwa kama hivyo vipawa vio vimejaa kama au size ya mkono wako kama vitatu. Kwa hiyo haitoshi. Ukiondoa bamia kuna majani nayaona ni ya nini?
Majani ya maboga. Majani ya maboga. Na bamia ni nzuri. Unajua bamia ina kitu fulani hivi na sababu fulani vinaitwa antioxidant. Okay. Ambao vinazuia viondoa sumu. Nataka kujua msosi unagharimu kiasi gani? Mimi ningependa kusikia kwa kweli. Kwa sababu saa nyingine mtu anaogopa kula. Unaweza kuona ni vitu vya kitajiri, si ndio? Unajua labda vitu hawezi kuvipata katika mazingira ya kawaida. Ukipiga hesabu ya kiwango cha nyama, kiwango cha njugu mawe, bamia, si ndio? Na mtama wenyewe, wastani wa shilingi 3,300, 3,500, 3,600 pale kwa plate moja. Lakini kwa pesa ya kawaida kabisa. Pesa ya kawaida kabisa. Lakini utaona ni chakula ambacho kimetokana na mchanganyiko wa vyakula vingi sana ambavyo lakini vyote viko katika mpangilio ambao unatakiwa. Yaani vyakula ambavyo vinapatikana kila kona ya Tanzania. Sio kitu cha ajabu. Nilikwambia mimi nilikula ugali wa namna hii bunda. Umeelewa? Lakini kwetu kusini unajua kuna mtama mweupe. Umenipata? Yes, kusini. Kwa hiyo utaona namna ambavyo ni vyakula ambavyo vinapatikana kila kona, kuanzia vyakula vyenyewe mpaka matunda. Si ndio? Na ni vyakula vyenye afya. Kwa maisha yetu maana ni vyakula vyetu vya asili. Mbona kilivyo kitamu? Chakula kwa kweli ni kitamu. Tunapokula tunaruhusiwa kunywa maji? Unaruhusiwa kunywa maji. Kwani kuna sheria zinazo Kuna wengine wanashauri kwamba labda umalize kula, lakini hakuna sheria. Unaweza ukanywa maji. Hata mwanzo. Unaweza ukanywa maji. Kulingana na tumbo lako lina akisi vipi maji pamoja na chakula. Maji ni sehemu muhimu sana ya maisha yetu kwa sababu tunaambiwa 70% ya mwili wa binadamu maana yake ni maji. Sasa inashauriwa maji safi na salama ni bora zaidi. Yaani ukiweza kupunguza vinywaji vingine, hatuwezi kukuzia usinywe, lakini ukiweza kuhakikisha maji yanachukua sehemu kubwa sana ya kimiminika unachokiingiza katika mwili wako, inakuwa ni vizuri zaidi. Tunapozungumzia lishe bora ni mtaji, maana yake inaanza kwenye mwili wako. Hapa ndo tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha lishe bora ni mtaji kwa siku ya leo. Tunakushukuru mtazamaji wetu kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Tunakusihi ungana nasi katika vipindi vingine vinavyoendelea vya lishe bora ni mtaji. Leo kama nilivyosema mwanzo, tulikuwa na kaka Masud Kipanya, alikuwa na dada Stella Kimambo. Kwa pamoja walitupikia mlo wa mchana kwa mtu wa kawaida ambao unapatikana Tanzania bara. Lakini usisahau lishe bora ni mtaji. Lishe bora ni mtaji. Wiki ijayo katika lishe bora ni mtaji. Leo ni cha kwenda kuonyesha jinsi gani ya kuandaa chakula cha jioni. Sisi twende tukachome sungura, alafu turudi tuendelee na kuandaa matunda. Si ndio? Ndio kabisa. Sawa. Na vitunguu swaumu vile vile vimewekwa ili kuongeza ladha. Tutamchoma sungura. Dr. Kisenge? Yes. Unajua kuna watu wengine naona wanakula mbegu za mafenesi, kuna wanaochoma na wengine wanachemsha. Mimi wanachemsha. Sasa hichi ndio chakula cha jioni ambacho tumekwenda kukiandaa. Chakula hichi ukikichukua kwa ujumla kinaweza kikagharimu shilingi 5,500. Lishe bora ni mtaji.